Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tukijadili mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini tukielekea huko nchini Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema punde madege ya Kiyahudi yatatanda katika anga ya Tehran. Taarifa iliyotolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba hivi karibuni ndege za jeshi za anga la Israel zitaonekana zikiruka juu ya anga ya Tehran. Katika taarifa fupi iliyochapishwa siku ya leo ya Jumamosi, ameongeza kuwa Israel itapiga kila eneo na kila shabaha ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Licha ya madai ya maafisa wa Iran, Netanyahu anasema kuwa Israel imesababisha uharibifu wa kweli kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Ofisi yake imesema kwamba alizungumza na mamea wa Rishon LeZion, Tel Aviv na Ramat Gan walionyesha rambirambi zake kutokana na vifo vya watu watatu, na akaomba kuwasilisha ujumbe wake kwa familia. Hata hivyo, taarifa ambazo hazikuthibitishwa imeelezwa kwamba maelfu ya watu wameuawa kutokana na makombora yaliyorushwa na Iran siku ya Ijumaa usiku, ambapo imeonekana katika video mbalimbali majumba yakidondoka, huku hali ya tahadhari, ving'ora vikisikika kila mahali nchini Israel. Aidha, Netanyahu amesifu ustahimilivu wa wakazi wa miji na raia wote wa Israel na kuambia mamea kwamba serikali itatoa msaada wote muhimu kwa kupona na msaada kwa ajili ya maafa hayo yaliyowakuta raia wa Israel kutokana na makombora yaliyorushwa na Iran. Netanyahu anaonya kuhusu tishio la pande mbili la Iran kwa Israel. Anasema, tunafanya kazi kwa nguvu ili kuondoa tishio la pande mbili kwa Israel, makombora ya balistiki na mpango wa nyuklia. Kwa maana yake ni kwamba waziri mkuu huyo, mpango wake wa kwanza ni kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran kabisa, lakini pia kuharibu makombora ya balistiki ya Iran, makombora ya masafa marefu ambayo ndio wanayoyatumia wakati huu kuyarusha hadi nchini Israel. Kwa upande wa pili, Netanyahu alisema kwamba Iran ilikuwa katika dakika za jioni kabisa za mpango wake wa kutengeneza kombora la nyuklia. Hata hivyo, anasema, nilisikia kuna wale wanaodai hatuna mafanikio katika suala hili. Hiyo ni makosa, alisema waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Netanyahu alijivunia makombora na mashambulizi kadhaa ya Israel dhidi ya vituo mbalimbali vya nyuklia pamoja na mashambulizi yaliyowaua wanasayansi wakuu wa nyuklia wa Iran, akisema kuwa operesheni za IDF zilisababisha uharibifu wa kweli kwa mpango huo. Netanyahu amezungumza na mamea wa miji iliyopigwa na roketi za Iran. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote. Tutakujuza kila linalojiri, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna mvutano mkubwa kati ya Israel na Iran.